Tumieni nafasi hii kujiridhisha na kuthibitisha kuwa maoni yaliyotolewa na kuchambuliwa yamezingatiwa katika rasimu hii itakayowasilishwa leo, ambayo ndiyo ya mwisho. Hivyo naomba kutoa rai kwenu nyote muwe huru na mtumie nafasi hii katika kuhakiki maoni yaliyotolewa katika rasimu hii. Kamati ya wataalam itawapatia utaratibu mzuri wa kuhakiki maoni yaliyotolewa na wadau mbalimbali katika rasimu hii ili kuiboresha. Napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya Mkumbi namba 2 yatategemea kwa kiasi kikubwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Hivyo ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa sekta binafsi inawezeshwa kufanya kazi katika mazingira rafiki, yenye uwazi na yanayotabirika. Aidha, ni muhimu kuendelea kuimarisha miundombinu, huduma za kifedha na matumizi ya teknolojia za kisasa ili kuongeza ushindani wa biashara zetu kikanda na kimataifa. Vile tunapaswa kuweka mifumo madhubuti ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha utekelezaji wa mpango huu unaleta matokeo yaliyokusudiwa. Ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunaendelea kuwa na dhamira ya dhati ya kushirikiana na wadau wote katika kujenga mazingira bora zaidi ya biashara na uwekezaji kwa manufaa ya wananchi wetu na taifa kwa ujumla. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa dhamira hiyo njema ya serikali inazidi kupata mafanikio kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji na wafanyabiashara. Napenda kuwahimiza washiriki wote kutumia kikamilifu warsha hii kwa kutoa maoni, uzoefu na mapendekezo yatakayosaidia kuboresha mpango huu. Mazingira ya biashara na uwekezaji nchini maarufu kama Mkumbi 2. Na kazi hii imefanywa kama alivyoeleza Katibu Mkuu na timu ya wataalamu wakiongozwa na Profesa Kamzora, ambao pamoja na mambo mengine waliwazungukia wadau mbalimbali kupata maoni, hususan wafanyabiashara na wawekezaji, ili hicho kitakachopatikana kiweze kureflect maoni yao. Kwa hatua inayofuata baada ya kupata rasimu ilikuwa ni kurudisha rasimu kwa wadau hao ili kuona ni kwa kiwango gani maoni yao yamezingatiwa. Kwa tumeandaa mikutano mitatu, Mheshimiwa Rais. Mkutano wa kwanza tulifanya tarehe 2 Machi mwaka 2026 ambao ulihusisha development partners, kwa maana wadau wa maendeleo wakijumuisha mabalozi wa nchi mbalimbali ambao wanawakilisha nchi zao hapa na taasisi za kimataifa zilizopo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi hii ilifanyika tarehe 2 Machi. Hatua iliyofuata ilikuwa ni kukutana na watekelezaji wakubwa kwa upande wa serikali ambao ni wenzetu wa sekretari za mikoa pamoja na mamlaka ya serikali za mtaa. Tulikutana na waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na makatibu tawala wote Dodoma tarehe 11 Machi, nao wakapitia wakatoa maoni yao. Na hatua ya mwisho katika hatua hiyo ya kukusanya maoni ya uhariri kwa maana ya validation ni leo tarehe 27 Machi 2026 ambapo tumewakutanisha sekta mbili muhimu. Sekta ya kwanza ni sekta binafsi ambao wana nafasi kubwa katika utekelezaji wa dira na mipango yote ya maendeleo, na upande wa pili ni sekta ya umma kwa maana ya wawakilishi wa mashirika ya umma. Hawa wawili, Mheshimiwa Rais, ndio watekelezaji wakubwa wa mipango yetu. Sekta binafsi katika uwekezaji na katika uchumi kwa ujumla, lakini mashirika ya umma kwa niaba ya serikali ndio ambayo yanasimamia mazingira ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo mazingira ya biashara na uwekezaji yakiboreka, wahusika wakubwa ni mashirika ya umma zikiwepo taasisi za urekebu kwa maana ya regulatory authority. Na kama kuna mazingira mabovu ya biashara, wahusika waliosababisha haya sio wengine, kwa asilimia kubwa sana ni mashirika ya umma. Ndio maana tukaona hawa wawili wakutane, waipitie hii rasimu, wakubaliane na maudhui, kwa sababu ndio watekelezaji wakubwa, na tunashukuru sana kwamba wameweza kufika. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi tu, rasimu hii imebainisha changamoto 59 ambazo kwa njia moja ama nyingine zinakwaza ufanyaji wa biashara
katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa pande zote za muungano. Na kwa kuzingatia changamoto hizo, imependekeza maeneo 11 ya kufanyiwa kazi, na wameibua reform action, kwa maana ya hatua za kuchukua 246. Ile tume ya Mheshimiwa Katibu Mkuu mstaafu, Katibu Mkuu kiongozi mstaafu Ombeni Sissoue, nadhani iliibua reform action kwenye mfumo wa kodi zaidi ya 400. Sasa hawa wameibua 246. Zimewekwa vizuri, na lengo kubwa Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara ili mambo mawili yatokee kwa uchache. Kwanza, kwa hawa walioko hapa tuweze kupiga hatua katika taasisi zetu za umma kutoka kuwa wadhibiti wa biashara kwenda kuwa wawezeshaji wa biashara. To move from formal compliance burden to being a facilitators of business. Hili ni lengo kubwa ambalo limeonyeshwa vizuri kwenye rasmi yetu, na hili linahitaji sio tu mabadiliko ya sheria, Mheshimiwa Rais, linahitaji mabadiliko ya mitazamo ambayo ni kazi ngumu zaidi kuliko kubadilisha sheria. Mheshimiwa Dr. Ndimora ameeleza na kubadilisha sheria kule bungeni. Ukweli ni kwamba kwa maana ya mitazamo, mindset, hakuna sheria itakayotunga ikabadilisha mindset. Ni kuendelea kuelimishana na kuelezana, na tunataka leo katika mkutano wetu huu waelezane sekta binafsi na sekta ya umma kwa uwazi kabisa. Lakini la pili ni kujenga, kusogea, kupiga hatua kutoka kutiliana shaka kwenda kujenga imani isiyotikisika kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Mheshimiwa Rais, bado kuna kunyoshana vidole. Sisi serikali tunasema wafanya biashara wakota kodi na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na wenyewe sekta binafsi wanatunyoshea vidole kwamba hii serikali wanapana mazingira magumu. Kwa hiyo kuna kutiliana shaka miongoni mwa sisi wawili. Tunataka kupitia mkutano huu na kupitia mchakato huu tujenge imani kati ya maeneo haya mawili. Tunaimarisha mifumo ya uwekezaji kwa kuzingatia uwazi, uwajibikaji na matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuongeza ufanisi. Ni dhamira yetu kuona sekta binafsi inakuwa mhimili mkuu wa uchumi, huku serikali ikiendelea kuwa mwezeshaji na msimamizi bora wa mazingira ya biashara. Shirika wa utekelezaji na si mtazamaji, tunaiomba serikali kurasimisha ushirikiano huu, kuweka uwakilishi wa sekta binafsi katika kamati za ufuatiliaji na tathmini. Kama TACC tunaamini kwamba tukiweza kuweka mazingira mazuri ya biashara, tutapata uwekezaji mkubwa sana wa ndani na uwekezaji mkubwa sana wa kutoka nje, na nchi yetu itaweza kufikia dira ya taifa 2050 kwa haraka sana.